Kiongozi wa ODM Oburu Odinga sasa ameonekana kumwomba msamaha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna baada ya yale aliyoyapitia na Linda Mwananchi katika jimbo la Homa Bay. Na leo amekanusha madai yanayohusisha chama hicho na vurugu zilizotokea katika kaunti ya Homa Bay wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi tarehe 16 Agosti. Oburu ametaka polisi kuharakisha uchunguzi na kuwachukulia hatua wote watakaobainika kuhusika. Kiongozi huyo wa ODM Oburu Odinga amekanusha madai hayo kwamba chama chake, viongozi wake au washirika wake walihusika katika kupanga, kufadhili na kuchochea vurugu zilizotokea Homa Bay wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi. Oburu amesema ODM haitakubaliana na matumizi ya vijana au makundi mengine kwa lengo la kuwadharau na vilevile kuwadhuru watu, kuvuruga mikutano ya kisiasa na kuwazuia wananchi kutumia haki zao za kikatiba. Kauli hiyo imetolewa katika ujumbe wa Oburu kwa umma wakati wa kuadhimisha miaka 16 ya katiba Kenya ya mwaka 2010 ilipotangazwa rasmi. Na katika taarifa yake, Oburu amesema kuwa vurugu za kisiasa za Homa Bay zinapaswa kuchunguzwa kikamilifu na walihusika kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kauli ya Oburu inajiri baada ya mkutano wa Linda Mwananchi uliofanyika Homa Bay tarehe 16 Agosti kugeuka kuwa eneo la mapigano na uharibifu. Mkutano huo ulihusisha viongozi wa mrengo wa Linda Mwananchi akiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, gavana wa Siaya James Orengo na viongozi wengine waliokuwa wakifanya ziara ya kisiasa katika eneo la Nyanza. Vurugu hizo ziliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Homa Bay, huku barabara zikizuiwa na mawe na matairi kuchomwa kabla ya wakati wa shughuli za kisiasa. Polisi walitumia njia za kudhibiti umati katika baadhi ya maeneo, huku msafara wa viongozi ukikabiliwa na makundi ya watu waliokuwa na silaha za jadi na vifaa vingine vya hatari. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, watu kadhaa walijeruhiwa, magari yakaharibiwa na vilevile mali nyingine kuharibiwa. Taarifa zilizotolewa na vyombo mbalimbali vya habari pia ziliripoti vifo vilivyotokana na vurugu hizo. Ripoti ya polisi ilisema dereva wa gari la polisi alifariki baada ya gari hilo kupoteza mwelekeo wakati wa tukio, huku maafisa wengine wakijeruhiwa. Hata hivyo, idadi kamili waliopoteza maisha na majeruhi imekuwa ikitofautiana katika taarifa zilizotolewa katika siku zilizofuata tukio hilo. Kilicho wazi ni kwamba vurugu hizo zilisababisha uharibifu wa magari, biashara na mali nyingine, huku baadhi ya waandishi wa habari waliokuwa wakifuatilia mkutano huo pia wakiripotiwa kushambuliwa. Na baada ya tukio hilo, viongozi wa Linda Mwananchi walitoa madai kwamba mashambulizi hayo yalikuwa yamepangwa na kufadhiliwa na watu waliokuwa na lengo la kuzuia shughuli zao za kisiasa katika jimbo hilo la Homa Bay. Na baadhi ya viongozi wa mrengo huo walihusisha moja kwa moja uongozi wa ODM na kile walichodai kuwa ni juhudi za kuzuia mkutano wao. Madai hayo hata hivyo yamekanushwa na Oburu Odinga. Kiongozi huyo wa ODM amesema chama hakiwezi kuunga mkono vitendo vya uhasama na kisiasa, uajiri wa makundi ya vijana kwa ajili ya kushambulia watu au ufadhili wa watu wanaotaka kutumia nguvu dhidi ya wapinzani. Oburu amesema tofauti za kisiasa zinapaswa kutatuliwa kupitia taratibu za kidemokrasia na si kwa vitisho au vurugu. Na kwa upande wa usalama, polisi wameendelea na uchunguzi kuhusu watu waliodaiwa kuhusika katika vurugu hizo. Jeshi la polisi lilitangaza kukamatwa kwa washukiwa 37 baada ya operesheni iliyolenga kuwabaini watu waliokuwa nyuma ya mashambulizi. Kwa mujibu wa taarifa ya msemaji wa polisi Mushiri Nyaga, washukiwa hao walipatikana na silaha za kienyeji zikiwemo mapanga, visu, marungu, fito za chuma, kamba na vifaa vingine vilivyotajwa kuwa vilitumika katika vurugu hizo. Polisi pia ilisema inaendelea kuwatafuta watu wengine wanaodhaniwa kuwa washiriki katika kupanga au kuratibu vurugu hizo. Mtu mmoja aliyetajwa kwa jina la utani la Oliveti aliamuriwa kujisalimisha katika makao ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ama DCI mjini Homa Bay ili kusaidia uchunguzi.
Polisi pia imesema baadhi ya washukiwa tayari wamefikishwa mahakamani, na kwa upande mwingine uchunguzi wa tukio hilo umeibua madai mengine kuhusu namna makundi ya vijana yalivyohamasishwa kuelekea Homa Bay. Ripoti ya Daily Nation ilisema vyanzo vilidai baadhi ya vijana walipewa fedha ili kushiriki katika shughuli hiyo, huku wengine wakidaiwa kusafirishwa kutoka maeneo ya jirani. Hata hivyo, madai hayo ni sehemu ya uchunguzi na hayamaanishi kwamba kila mtu aliyekamatwa au aliyetajwa amepatikana na hatia. Jukumu la kuthibitisha nani alipanga, nani alifadhili na nani alitekeleza mashambulizi hayo bado liko kwa vyombo vya uchunguzi na mahakama, na hili ndilo jambo Oburu analotaka lifanyiwe kazi. Na katika taarifa yake, kiongozi huyo wa ODM amesema uhuru wa wananchi kusafiri kutoka eneo moja hadi jingine na kushiriki shughuli za kisiasa ni haki inayolindwa na katiba ya Kenya. Amesema kuzuia mtu kushiriki katika siasa kwa kutumia vitisho au nguvu ni ukiukaji wa haki hizo. Oburu amesisitiza kwamba ODM inapaswa kutofautishwa na vitendo vya watu binafsi vinavyoweza kutokea wakati wa shughuli za kisiasa. Na kwa mtazamo wa chama hicho, siasa zinapaswa kuendeshwa kwa ushindani wa hoja, kampeni na ushiriki wa wananchi badala ya kutumia makundi ya vijana au vitisho. Kauli hii pia imeweka shinikizo kwa polisi kutoa majibu kuhusu uchunguzi unaoendelea. Polisi ilitoa onyo kabla ya mkutano wa Homa Bay, ilitaka siasa na waandaaji wa mkutano kuhakikisha kuna uchochezi au vitendo vinavyoweza kuvuruga amani. National Police Service pia iliwaonya maafisa wake kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao kwa weledi na bila upendeleo katika kusimamia mikutano ya kisiasa. Na licha ya tahadhari hizo, vurugu zilitokea wakati wa ziara hiyo, na sasa suala kubwa ni kubaini kama vurugu hizo zilikuwa matokeo ya makabiliano ya kawaida kati ya makundi pinzani au kama kulikuwa na mpango ulioratibiwa na kuvuruga shughuli za Linda Mwananchi. Swali lingine ni iwapo kuna viongozi au wafadhili waliowezesha makundi yaliyoshiriki katika mashambulizi hayo. Hayo ni maswali ambayo polisi wameahidi kuwafanyia uchunguzi, na NPS imesema haitawalenga tu wale waliotekeleza vurugu, bali pia inatafuta waandaaji, wawezeshaji na wafadhili wa shughuli za uhalifu. Hii ina maana kwamba uchunguzi unaweza kuendelea zaidi ya kuwakamata watu waliopatikana katika maeneo ambako vurugu zilitokea. Na kwa upande wa kisiasa, tukio la Homa Bay limeongeza mvutano ndani ya siasa za Nyanza, hasa wakati ambapo makundi mbalimbali yanajipanga kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Linda Mwananchi imekuwa mojawapo ya majukwaa ambayo viongozi kutoka vyama vya makundi tofauti wamekuwa wakitumia kueleza msimamo wao kuhusu mwelekeo wa siasa za upinzani. Ziara yake Homa Bay ilikuwa muhimu kwa sababu kaunti hiyo ni miongoni mwa maeneo yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa katika Nyanza. Vurugu hizo kwa hiyo hazijaishia katika suala la usalama pekee, zimezua pia mjadala kuhusu ushindani wa kisiasa, uongozi wa ODM na nafasi ya makundi mbalimbali katika siasa za eneo hilo. Baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga, ushindani wa kisiasa ndani ya ODM umeanza kuonekana kwa kiwango kikubwa zaidi, huku viongozi tofauti wakijaribu kujenga ushawishi wao. Na katika mazingira hayo, madai ya kufadhili na kupanga vurugu yanaweza kuwa na athari kubwa kwa sura ya vyama vya viongozi wanaohusishwa nayo. Ndiyo maana Oburu ameweka msisitizo kwamba uchunguzi wa polisi badala ya kulijibu swala hilo kwa madai mengine ya kisiasa. Kiongozi huyo amesema wahusika wanapaswa kubainishwa kupitia ushahidi wa taratibu za kisheria. Na kwa sasa kuna uamuzi wa mahakama unaomtia Oburu Odinga au ODM hatiani kwa kufadhili vurugu hizo. Madai yaliyotolewa na baadhi ya viongozi wa Linda Mwananchi bado ni madai yanayohitaji kuthibitishwa na uchunguzi. Vilevile, kukamatwa kwa washukiwa 37 hakumaanishi kwamba wote wamepatikana na hatia. Hatia ya jinai huamuliwa na mahakama baada ya ushahidi kuwasilishwa. Hili ndilo linafanya uchunguzi wa Homa Bay kuwa muhimu kwa pande zote mbili, na kwa ODM uchunguzi unaweza kusaidia kuondoa au kuthibitisha madai kwamba viongozi au wanachama wake walihusika. Kwa Linda Mwananchi,
uchunguzi unaweza kutoa ushahidi kwa madai kwamba mashambulizi yalikuwa yamepangwa dhidi yao, na kwa wananchi, matokeo uchunguzi yanaweza kutoa majibu kuhusu nani alihusika katika kifo, majeraha au uharibifu wa mali. Tukio hilo pia limeibua wasiwasi kuhusu usalama wa mikutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, na tayari mashirika ya kisheria na makundi ya kiraia yameanza kutaka hatua zichukuliwe dhidi ya watu watakaobainika kuhusika na vurugu za kisiasa. Wito mkubwa sasa ni kuhakikisha kwamba ushindani wa kisiasa haugeuki kuwa mapambano ya kutumia nguvu, na kwa mujibu wa katiba, wananchi wana haki ya kushiriki katika shughuli za kisiasa, kukutana na kwa amani na kusafiri bila kuzuiwa kinyume cha sheria. Kwa upande mwingine, viongozi wana wajibu wa kuhakikisha wafuasi wao hawatumii mikutano ya kisiasa kama jukwaa la vitisho au mashambulizi. Na katika Homa Bay, jukumu hilo sasa liko kwa vyombo vya usalama na taasisi za haki. Oburu Odinga ametaka uchunguzi uharakishwe. Polisi tayari imeanza kuwakamata washukiwa na kuwatafuta wengine, na hatua inayofuata ni kuona kama uchunguzi utaweza kubaini mlolongo mzima wa tukio hilo, kuanzia kwa waliopanga, waliowezesha hadi waliotekeleza vurugu. Mpaka hapo, madai yanayohusisha ODM na uongozi wake na vurugu hizo yanabaki kuwa madai ambayo yanahitaji ushahidi. Homa Bay sasa imekuwa mtihani wa namna Kenya itakavyoshughulikia vurugu za kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Oburu Odinga amekana kuhusika kwa ODM na ametaka uchunguzi kamili kufanyika. Polisi nayo imeanza kuwachukulia hatua washukiwa, na jibu la mwisho kuhusu nani aliyepanga, kufadhili na kutekeleza vurugu hizo linatarajiwa kutoka katika uchunguzi na mchakato wa kisheria. Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya Kenyascope. Hadi wakati mwingine kwa taarifa nyingine, zidi kuwa nasi. Nikiwa ni mgeni hapa, subscribe, like na kushare video zetu.